الحمد لله الذي هدانا إلى المستقيم صراطا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي فضل بين المساجد رباطا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنزل عليه والله جعل لكم الأرض بساطا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، ndugu wapenzi watazamaji, awali ya yote baada ya kumhimidia Allah tabaraka wa taala na kuzitaka ziada za rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunakutana kwa mara nyingine katika majlis yetu ya pili, tukielezea njia ya tatu ambayo wachawi wamekuwa wakiitumia kwa lengo la kuwaharibia watu afya zao au kuwaharibia maisha yao kwa ujumla. Na kama nilivyoeleza katika sehemu ya kwanza ya kwamba uchawi una madhara makubwa katika maisha ya wanadamu, hakuna mwenye kubisha kwamba famina sihiri ma yumarridhu, miongoni mwa uchawi upo uchawi ambao ukifanywa unaweza ukazalisha maradhi katika mwili wa mwanadamu. Lakini sio maradhi tu, famina sihiri ma yusabbibu nahasi, miongoni mwa uchawi upo uchawi ambao ukifanywa unaweza ukazalisha nuksi. Kuna wengine hawaamini kwamba nuksi zipo, lakini tunawaeleza kwamba nuksi zipo. Ukilitazama hili neno an-nahasu kwa matumizi ya lugha ya Kiarabu, maana yake alhuznu ni huzuni. Ukisema rajulu munahasu ni mtu aliyepigwa nuksi, yani maana yake rajulun hazin ni mtu mwenye huzuni. Lakini unaweza ukasema fulani nahasa jarahu, fulani amemtia nuksi jirani yake. Maana yake ni nini? Dharrahu wa adhahu, amemdhuru na akamsababishia maudhi. Ndio maana ya neno nuksi. Sasa uchawi unaweza ukasababisha madhara, uchawi unaweza ukasababisha maudhi. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani akasema fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi, ikawa binadamu wanajifundisha kutoka kwa hao viumbe wawili waloletwa kwao kama mtihani. Wanajifundisha nini? Ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi, mambo ambayo yanaweza kumtenganisha mtu na mkewe. Kwa hiyo uchawi unaweza ukafanywa ukaleta farka baina ya mume na mke. Sasa hii farka itakayotokea baina ya mume na mke ndio madhara, ndio maudhi, ndio maana ya nuksi. Sasa kuna baadhi ya watu tunawashangaa sana, hawaamini kwamba kuna kitu kinachoitwa nuksi. Na kama uchawi unaweza ukaleta athari mbaya, unaweza ukaleta madhara kwenye ndoa, basi haushindwi kuleta madhara katika nyanja nyingine. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema wama hum bidharrina bihi min ahadin illa biidhnillah, wachawi hawana uwezo wa kumdhuru yoyote kwa huo uchawi wao ila kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kumbe Allah akitaka, uchawi unaweza ukasababisha madhara imma kwenye afya yako au katika maisha yako mengine. Sasa Allah ili asitake ni kuenenda katika mwenendo anaoutaka yeye Allah tabaraka wa taala. Na huko mbele tutaeleza unatakiwa ufanye nini
ili ule uchawi usikusibu. Kwa hiyo kinyume chake, wapo watu ambao husibiwa na huo uchawi. Kwa hiyo famina sihiri ma yusabbibu nahas, miongoni mwa uchawi upo uchawi ambao ukifanywa unakwenda kuzalisha nuksi, kama ambavyo kuna uchawi mwingine ukifanywa unaweza ukasababisha uharibifu katika uchumi, katika biashara. Na marejeo yetu sisi makubwa, tunarejea kisa cha Nabiyullahi Ayubu alayhi salatu wasalam. Ibilisi alayhi laana alipopewa idhini na Allah subhanahu wa ta'ala ya kwenda kumjaribu, na huyu Ibilisi ndiyo mkubwa wa hawa mashaitani wa kijini. Nini alichokifanya? Alikwenda kusababisha uharibifu katika mali za Nabiyullahi Ayub, akasababisha uharibifu kwenye familia ya Ayub, watoto wote wakauawa, akasababisha uharibifu katika afya ya Sayyidina Ayub alayhi salam. Na huyu Ibilisi ndio mkubwa wa mashaitani wa kijini. Kwa hiyo Allah anaweza akakutahini kupitia hawa mashaitani wa kijini, ikawa ni sababu ya kuharibikiwa uchumi, ikawa ni sababu ya kuharibikiwa familia, ikawa ni sababu ya kuharibikiwa afya. Na kwa bahati mbaya, huyu mchawi wa kibinadamu anapotaka kufanya uchawi, kama tulivyoeleza mwanzo, lazima awatumie mashaitani wa kijini. Na hawa mashaitani wa kijini, mkubwa wao ni nani? Mkubwa wao ni Iblis alayhi laana. Na ndio maana leo tumekuwa tunaeleza zile njia ambazo wachawi huzitumia kwa ajili ya kuharibu afya za binadamu, lakini pia kuwaharibia maisha yao kwa ujumla. Sasa leo tutazungumzia njia ya tatu ambayo inajulikana kama tariqatu dhabhi, njia ya kuchinja, njia ya kutoa kafara. Mchawi anapotaka kumroga mwanadamu huwa anatumia njia pia ya kutoa kafara. Yuhdhiru sahiru ta'iran au hayawana au dajajatan au hamamatan au ghairaha. Mchawi anapotaka kumroga mwanadamu huwa anachukua ndege au mnyama mwingine, au anaweza akachukua hata kuku au njiwa au vitu vingine visivyokuwa hivyo. Lazima apate. Sasa huu ni uchawi wa kafara. Anapotaka kuroga huwa anafungamanisha ule uchawi na kafara. Anawachukua wanyama hawa au ndege hawa bi awsafin muayyana, kwa sifa maalumu, hasba talabil jinni, namna yule jini wa kichawi atakavyotaka. Ule mzimu wa kichawi namna utakavyotaka, na yeye mchawi ndivyo atakavyofuata. Kwa hiyo anamtafuta mnyama kwa sifa inayotakiwa na yule shaitani wa kijini. Wa ghaliban ma takunu sauda, na mara nyingi wanyama wanaowatumia au ndege wanaowatumia ni wale wenye rangi nyeusi. Lianna aljinna yufaddiluna al-lawn al-aswad, kwa sababu majini wanapenda sana rangi nyeusi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyoikhariji Imamu Muslim marfu'an, hali yakuwa ni marfu', Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwisha sema al-kalbul aswadu shaitan, mbwa mweusi ni shetani. Na ndio maana mashetani hufadhilisha sana ile rangi nyeusi. Sasa kishaletwa yule mnyama, kama ni ndege au kama ni mnyama, thumma yadhbahuha, kisha yule mchawi anamchinja yule mnyama. Wala yadhkuru isma Allahi alaiha, wala halitaji jina la Allah subhanahu wa ta'ala pale anapochinja, kwa sababu ni mnyama wa kafara, tena kafara yenyewe ya kichawi. Wa ahyana, na wakati mwingine akichinjwa yule mnyama hufanya mambo yao, thumma yulattikhu almarida bidamiha, kisha yule mgonjwa anapakwa dawa ya damu ya yule mnyama. Ikiwa kama mtu kaenda kwa mchawi kapeleka mgonjwa wake, anaweza akachinjwa yule mnyama kisha ile damu akapakazwa yule mgonjwa. Na kama si mgonjwa, anaagizwa yule shaitani wa kijini aingize uchawi kwa binadamu. Halifanyiki hilo. Kinachofanyika pale, anachukuliwa yule mnyama, anakwenda kutupwa kwenye madanguro, au tuweza kusema kwenye yale majumba ambayo hayakaliwi na watu, awil abar, au anaweza akatupwa yule mnyama kwenye visima, awil amakinil mahajura, au kwenye yale majumba yaliyohamwa,
allati hiya ghaliban masakinul jinni, majumba ambayo mara nyingi ndio majini wanapenda kukaa. Majumba ni maeneo ambayo majini wanapenda kukaa, ni yale majumba ambayo watu hawaishi. Na ndio maana tunawaeleza watu wasipende kwenda kujisaidia kwenye magofu, maeneo ambayo hayakaliwi na watu, ni hatari sana. Kumbe kuna majini wameweka kambi mle, unajisaidia, wao watahesabu wewe umewachokoza, itakuwa ni sababu ya kukuvaa. Kwa mara nyingi sana huwa wanakaa majini maeneo hayo. Kwa hiyo mchawi anapomaliza kumchinja yule mnyama, kwa sababu kisha toa kafara ya kumwagiza jini aende akaingize uchawi katika mwili wa binadamu au kwenye majumba ya binadamu au katika biashara zao, sasa yule mnyama anakuwa hana kazi, hawezi kuliwa, anaenda kutupwa fil amakin almajhura, katika zile sehemu zilizohamwa, allati hiya ghaliban masakinul jinn, ambazo hizo sehemu mara nyingi ndio majini wanakaa pale. Wala yadhkuru ismallaha alaiha inda rami, wakati anamtupa yule mnyama wala hataji jina la Allah. Mtu utashangaa, sasa anatupa mnyama tena, kwa nini jina la Allah litajwe? Naam, kila unachokifanya wewe unatakiwa ulitaje jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Akishamaliza yule mchawi, thumma yaudu ila baiti, kisha anarudi nyumbani kwake. Sasa akishafika kule nyumbani, sio kazi imekomea pale, fayakulu azimatan shirkia, anaendelea kutamka yale maneno yake ya kishirikina, yale maneno ya kichawi. Thumma yaamuru aljinniya bima yuridu, kisha mwisho kabisa anamuamrisha yule jini aende akafanye lile analolitaka. Na ndio maana utasikia kuna watu wengine wanapopelekwa kwa waganga wakafanywa labda visomo, yule shetani wa kijini hupanda na kusema, nilitumwa na nimeingia katika mwili huu na uchawi, mimi siwezi kutoka, kwa sababu wakati natumwa nilipewa kafara, nilipewa zawadi ya kichinjo, kwa na nyinyi lazima mchinje. Sasa mganga asiyekuwa na maarifa ya kutosha, mganga ambaye imani yake imekwenda usongo, hana imani nzuri, hana akida, anaweza akamfuata yule jini au akafuata maelekezo ya yule jini akachinja kweli. Sasa hapo unakuwa umemmakinisha shaitani, kwa sababu anafurahi na ndio atakuchezea wewe. Na mara nyingi watu wanaofanya hivyo huwa hawaponi moja kwa moja. Akikwambia ya kwamba bwana, mimi nilipewa zawadi ya kuchinjiwa mnyama, kwa hiyo siwezi kutoka mpaka unichinjie mnyama, usikubali, mkatalie kabisa. Kitu ambacho kinaruhusiwa na unachoweza kukifanya labda ni kumchukua mnyama ukachinja kwa lengo la kutoa sadaka, ili watu waweze kula. Tena unachinja si kwa utashi wa shaitani, wewe unachinja kwa kukusudia sadaka. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, hasinu amwalakum bizakati, zihifadhini mali zenu kwa kutoa zaka. Wadau mardhakum bisadaqa, na watibieni wagonjwa wenu kwa kutoa sadaka. Kwa hiyo inaruhusiwa kabisa kufanya kichinjo kwa lengo la kunuia sadaka, ili iwe ni kafara ya mgonjwa wako. Unaruhusiwa kufanya hivyo, lakini sio shetani apande akwambie, mimi nilipotumwa nilipewa kafara, nilitolewa kafara, nilichinjiwa, kwa hiyo mimi nataka mnichinjie. Usije ukafanya hivyo, matibabu hayo utakuwa umeyaendesha kishirikina, na sio kishirikina, wewe utahesabika moja kwa moja kuwa ni mchawi. Kuchinja haizuiliki. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar, swali na uchinje kwa jina la Mola wako, hakika adui yako ndiye atakayekatikiwa na kheri. Wanawazuoni wakasema, kumbe ibada ya kuchinja inaweza kumwangamiza adui, inaweza kuangamiza uadui, kwa sababu Allah kishasema inna shani'aka huwa al-abtar. Kwa hiyo wachawi hufanya hivyo. Akisharudi nyumbani sasa, ndio anazungumza yale maneno yake ya kishirikina, thumma ya'muru al-jinniyu bima yurid, kisha anamuamrisha sasa jini afanye kile anachokitaka. Na kwa sababu kishapewa zawadi, kweli yule jini atafanya. Kama katumwa kuingiza uchawi katika mwili wako, ataingiza uchawi, na jini hashindwi kulifanya hilo. Kwa nini tunasema hashindwi kulifanya hilo? Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha sema, inna shaitana yajri min ibni adam majra dam, shetani amepewa uwezo wa kuingia katika mwili wa mwanadamu na kuanza kutembea kupitia njia za damu. Kwa hiyo shetani anaweza akaingiza virusi vinavyosababishwa na uchawi na vikawa vinatembea katika damu yako.
Sasa nini tunachojifundisha kwenye hii sehemu yetu ya tatu? Tunachojifundisha awwaluhuma adhabuhu liljinni. Cha kwanza kabisa, kuchinja kwa ajili ya jini, wa huwa muharramun, nalo ni jambo lililoharamishwa bitifaqi ulamai salafan wa khalafan, tena kwa makubaliano ya wanawazuoni wote, wanawachuoni wa kisalafi na hata wale wanawachuoni waliowafuatia salafi, wote wamekubaliana kwamba adhabuhu liljinni, kuchinja kwa ajili ya jini, ni kitu kilichoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengi tunaona wanachinja kwa ajili ya majini. Miongoni mwa vile vyano wanavyolishana na kichinjo pia kinakuwepo. Ni jambo lilokatazwa katika sheria ya dini. Bal huwa shirkun, bali kufanya hivyo ni shirki, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahu dhabhun li ghairi Allah, kwa kuwa kufanya hivyo ni kuchinja kwa jina lisilokuwa la Allah tabaraka wa ta'ala. Fala yajuzu li muslim an yaakula minhu, basi hairuhusiwi kwa Muislam kula chochote kinachotokana na mnyama huyo. Fadlan an yafalahu, sikwambii uharamu na makosa ya kulifanya tendo hilo la kuchinja li ghairi ismillah, pasina kulitaja jina la Allah. Sikuambii ukubwa wa kosa hilo. Wa ma dhalika, na pamoja na hivyo, fa innal juhala fi kulli zaman, hakika wasiojua, watu wajinga, fi kulli zamanin wa makani, katika kila zama na kila mahala, yaqumuna bihadha alfi'l alkhabith, wanasimama kufanya kitendo hiki kichafu, kitendo hiki kibaya. Kila zama na kila mahala utakuta wanafanya hivyo. Leo bana jini wangu analishwa chano leo bana, na katika hiyo chano pia na mnyama yupo anachinjwa, na anachinjwa kwa ajili ya kuchinja, anachinjiwa yule jini. Ikiwa watatamka bismillah ni urongo tu, ili ni kudanganya, lakini nia inajulikana kwamba si tunachinja kwa sababu jini kataka hivyo. Sasa ile kutamka kwako bismillah haisaidii, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatazama nini? Anatazama nia. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in bima nawa, kwa sababu nia yako wewe ni kumchinjia yule jini. Kwa hiyo hata ukitamka bismillahir rahmanir rahim, Allah hapokei hiyo bismillah kwa sababu nia sio hiyo. Kwa hiyo cha kwanza tunachojifundisha, adhabuhu liljinni, kuchinja kwa ajili ya jini, muharramun, ni jambo lililoharamishwa bitifaqi ulamai salafan wa khalafa, kwa makubaliano ya wanawachuoni wa kisalafi na wale khalafi. Bal huwa mina shirki, ni katika shirki kubwa kabisa, kwa sababu unachinja pasina kulitaja jina la Allah, au unachinja pasina minajili ya Allah. Haijuzu kwa Muislamu kula chochote kinachotokana na nyama hiyo. Fahadha Yahya ibn Yahya yaqul, kuna huyu mwanawachuoni Yahya ibn Yahya anasema, qala li Wahab, siku moja aliwahi kuniambia bwana mmoja anaitwa Wahab, istambata ba'dhu al-khulafa'i aina, iliwahi kutokea baadhi ya makhalifa, viongozi, watawala, walichimba chemchem, wa arada ijraaha, na wakataka ile chemchemu itoe maji, wadhabaha liljinni alaiha, wakachinja kumchinjia jini ili chemchemu ile iweze kutoa nini? Iweze kutoa maji. Lialla yughawiru maaha, ili wale majini wasije wakayakausha yale maji ya kile kisima. Sasa kwa hiyo wakachinja kwa ajili ya majini. Fa at'ama dhalika unasa, kile kichinjo wakawalisha watu. Fabalagha dhalika ibn Shihab az-Zuhriya, habari hizo zikamfikia mwanawachuoni Shihab ibn Zuhriya. Faqala, akawaambia, amma innahu qad dhabaha ma la yahilu lahu, ama huyo mtawala namna alivyofanya, amefanya jambo ambalo si halali kwake yeye kufanya hivyo. Wa at'ama an-nas ma la yahilu lahum, na amewalisha watu kitu ambacho sio halali. Maadhali tu tunachinja ili mashaitani wa kijini wa mahala hapa wayaachilie maji, lakini sio kuyaachilia maji tu wasije wakayakausha. Ndio tunaona hii leo watu wanakwenda kuchimba kule kwenye dhahabu kule, wanachimba, wanawachinjia majini ili wale majini wasizuie dhahabu, wasizuie almasi. Sasa hapo unakuwa umechinja kwa minajili isiyokuwa ya Allah, na yule mnyama haruhusiwi kuliwa, na endapo watakula wamekula kitu ambacho si cha halali. Tena akamueleza sasa, naha Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam an akli ma dhubiha liljinni, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza watu kula kilichochinjwa kwa ajili ya jini.
Sasa sio kula tu, hata kile kitendo chenyewe kitakuwa hakifai. Ikiwa unakatazwa kula nyama iliyochinjwa kwa ajili ya jini, basi hata kuchinja kwa ajili ya jini ni jambo ambalo ni mamnuu fi din. Na imekuja katika sahihi Muslim min hadithi Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, kutokana na hadithi ya Ali ibn Abi Talib, Mwenyezi Mungu amuiradhi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man dhabaha li ghairi llah, yoyote atakayechinja kwa minajili isiyokuwa ya Allah tabaraka wa taala, amelaaniwa na Allah. Yani la'ana Allahu man dhabaha li ghairi llah, amemlani Mwenyezi Mungu yoyote atakayechinja kwa minajili isipokuwa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukichinja kwa minajili isiyokuwa ya Allah, ukachinja kwa ajili ya majini, basi wewe umelaaniwa. Lakini vile vile tunachojifundisha al-azimatu shirkiya, kuyajua maneno ya kishirikina. Wa hiya tilka al-alfadhu wa talasim, ni yale matamshi na talasim fi athnai tahdhirihi liljinni, yanayotamkwa wakati ule unamuita jini. Yani al-azimatu shirkiya ni yale matamshi na zile talasimu unapokuwa unazitamka wakati unamuhudhurisha yule jini. Wa hiya tatadhammanu shirkan sariha, na maneno haya yamebeba ushirikina wa wazi kabisa usiofichikana. Aqsamtu alaykum ayyuhal jinni wal junun, ni mambo ambayo yamebeba ushirikina wa wazi kabisa, kama dhakara dhalika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kama alivolitaja hilo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fi ghairi ma mawdhi' min kutubihi, katika sehemu zaidi ya moja katika vitabu vyake. Kaeleza kutaja yale maneno ya kishirikina kwa ajili ya kumhudhurisha jini ni mambo yasiyofaa. Kwa hiyo pia tumeona njia ya tatu ambayo huitumia wachawi pindi wanapotaka kuwaroga wenzao, hutumia kafara za kuchinja. Sio kila anayechinja anachinja kwa ajili ya Allah. Mwingine anachinja kwa ajili ya uchawi, mwingine huchinja kwa ajili ya ushirikina. Tumeona hiyo. Ndiyo faida ya darsa mfano wa hizi, ili wewe mwenye madhara, mwenye mitihani, imma ya maradhi, mitihani labda pengine ugumu katika mali, mitihani labda pengine katika ndoa, unapokwenda kutaka kutatua changamoto zako za kimaisha, lazima utofautishe njia sahihi, njia zipi ambazo ni sahihi uzitumie na njia zipi ambazo sio sahihi uachane nazo. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie, tukirudi tena hapa tutakuwa na sehemu yetu ya 4, tutaelezea njia ya 4 ambayo wachawi huitumia pindi wanapotaka kuwaroga binadamu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu na atujalie taufiki. Lakini kwa kumalizia, Abu Jadawi Islamic Center ni kituo ambacho kinashughulika na masala ya tiba asilia, tiba mbadala, tiba za kisunna na visomo vya ruqya kwa watu wa dini zote na kwa matatizo ya aina zote. Makao makuu ni Mwanza, maeneo ya Mbugani, soko jipya, nyuma ya ofisi za BAKWATA mkoa. Lakini kwa wale ambao wanahitaji kuwasiliana na sisi, wanaweza kutupigia kupitia 07 63 70 95 05. Narudia tena 07 63 70 95 05. Unaweza pia kutumia namba za Airtel 07 89 70 95 05. Tukutane sehemu ya 4. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.